Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo Alhamisi, juma la 6 la Pasaka, kipindi cha mwaka A wa kanisa. Masomo ya leo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume, sura ya 18, aya ya kwanza hadi ya 8. Na Injili takatifu kama ilivyoandikwa na mwinjili Yohane, sura ya 16, aya ya 16 mpaka 20. Karibu tusikilize Injili. Siku ile Yesu aliwaambia wanafunzi wake, bado kitambo kidogo nanyi hamnioni, na tena bado kitambo kidogo nanyi mtaniona. Basi baadhi ya wanafunzi wake wakasemezana, neno gani hilo asemaro, bado kitambo kidogo nanyi hamnioni, na tena bado kitambo kidogo nanyi mtaniona? Na hilo kwa sababu naenda zangu kwa Baba? Basi walisema, neno gani hilo asemaro, hilo bado kitambo kidogo? Hatujui asemaro. Yesu alifahamu ya kwamba wanataka kumuuliza, akawaambia, ndilo hilo mnaloulizana, ya kuwa nalisema bado kitambo kidogo nanyi hamnioni, na tena bado kitambo kidogo nanyi mtaniona? Amin, amin nawaambia, ninyi mtalia na kuomboleza, bali ulimwengu utafurahi. Ninyi mtahuzunishwa, lakini huzuni yenu itageuka kuwa furaha. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Karibu mpendwa msikilizaji katika Injili tuliyoisikia hivi punde, tuweze kutafakari kwa pamoja, tukiongozwa na ujumbe usemao, huzuni yenu itageuka kuwa furaha. Katika Injili tuliyosikia kutoka kwa mwinjili Yohane, sura 16 ya 16 mpaka 20, Yesu anawaambia wanafunzi wake maneno yaliyokuwa magumu kuyaelewa wakati huo. Bado kitambo kidogo hamtaniona, na tena baada ya kitambo kidogo mtaniona. Wanafunzi walichanganyikiwa sana, hawakuelewa maana maneno hayo. Walijiuliza, ana maana gani kusema kitambo kidogo? Lakini Yesu alikuwa akizungumza kuhusu mateso yake, kifo chake na ufufuko wake. Alijua kwamba wanafunzi wake wangepitia kipindi cha huzuni kubwa, lakini huzuni hiyo isingedumu milele. Furaha ya ufufuko ingekuja baada ya maumivu. Maisha ya mwanadamu mara nyingi yanafanana na hali ya wanafunzi hawa. Kuna nyakati tunapitia majaribu, huzuni, kukataliwa, kushindwa na hata upweke. Wakati mwingine tunajiuliza, kwa nini Mungu ameruhusu haya? Tunapokuwa katika giza la mateso, ni vigumu kuona mwanga wa tumaini. Lakini Yesu anatukumbusha kuwa huzuni ya sasa si mwisho wa safari yetu. Mungu ana mpango wa kutugeuza kutoka katika machozi kwenda katika furaha. Yesu hakuwaficha wanafunzi wake ukweli wa mateso. Aliwaambia wazi kwamba dunia ingefurahi wakati wao wanahuzunika. Hii inaonyesha kuwa kumfuata Kristo si njia ya raha pekee, bali pia njia ya msalaba. Mkristo kweli anaitwa kubeba changamoto zake kwa imani na uvumilivu. Hata leo wengi wanaomfuata Kristo wanapitia dhihaka, majaribu au changamoto mbalimbali katika maisha yao kila siku. Lakini Yesu anatupa ahadi ya thamani kubwa. Huzuni yetu itageuzwa kuwa furaha. Katika maisha yetu ya kawaida, mara nyingi tunataka furaha ya haraka bila kupitia maumivu. Tunataka mafanikio bila kujitolea, amani bila kusamehe, na ushindi bila mapambano. Lakini Injili hii inatufundisha kwamba mara nyingi Mungu hutumia kipindi cha maumivu kutuandaa kwa jambo kubwa zaidi. Kama vile mwanamke anavyojifungua kupitia uchungu kabla ya furaha ya mtoto kuzaliwa. Vivyo hivyo maisha ya kiroho yanahitaji uvumilivu kabla ya kuona utukufu wa Mungu. Wanafunzi walihuzunika Yesu alipokamatwa na kusulubiwa. Walihisi kama matumaini yao yote yamepotea. Lakini siku ya 3 walimuona Yesu mfufuka. Hofu yao iligeuka kuwa ujasiri, machozi yao yakawa shangwe. Hii ndiyo nguvu ya ufufuko wa Kristo. Mungu anaweza kubadilisha hali ambayo inaonekana imekufa na kuleta uzima mpya.
Mara nyingi katika maisha yetu kuna Ijumaa Kuu, siku za maumivu na huzuni. Lakini kwa Mkristo, Pasaka ipo njiani. Mungu haachi watoto wake milele katika huzuni. Anaweza kuchelewa kwa mtazamo wa kibinadamu, lakini hafiki akiwa amechelewa. Katika wakati wake mwafaka ataleta faraja, uponyaji na tumaini jipya. Injili hii pia inatufundisha umuhimu wa kumtumainia Yesu hata pale tusipoelewa kila kitu. Wanafunzi hawakuelewa maneno ya Yesu mara moja, lakini baadaye walitambua ukweli wake. Vivyo hivyo, kuna mambo mengi katika maisha ambayo hatuyaelewi sasa. Tunaweza kujiuliza, kwa nini sala fulani hazijibiwi mara moja? Kwa nini tunapitia majaribu makubwa? Au kwa nini mipango yetu imeharibika? Lakini imani ya kweli ni kuendelea kumwamini Mungu hata katika hali ya kutoelewa. Yesu anajua maumivu ya mwanadamu. Yeye mwenyewe alipitia mateso, kukataliwa na kifo. Ndiyo maana anaweza kutufariji katika huzuni zetu. Tunapolia, Yesu yuko pamoja nasi. Tunapovunjika moyo, anatupa nguvu mpya. Tunapohisi tumepotea, anatukumbusha kuwa yeye ndiye njia, ukweli na uzima. Katika ulimwengu wa leo wenye changamoto nyingi, vita, umaskini, magonjwa na migogoro ya kifamilia, watu wengi wanaishi bila matumaini. Wengine wanaamini kuwa huzuni yao haitabadilika kamwe. Lakini neno la Mungu leo linatuletea ujumbe wa matumaini. Yesu hakusema kuwa hatutapata huzuni. Alisema huzuni yetu itageuzwa kuwa furaha. Hii ni ahadi ya Mungu mwenyewe. Tafakari hii inatualika kujiuliza, je, ninamwamini Yesu hata ninapopitia majaribu? Je, nina matumaini kwamba Mungu anaweza kubadilisha huzuni yangu kuwa furaha? Na je, ninabaki mwaminifu katika sala na imani hata ninapoona giza mbele yangu? Tumaini la Mkristo halitegemea hali nzuri pekee, bali linategemea uwepo wa Kristo mfuka. Hata katika machozi yetu tuna sababu ya kuendelea mbele, kwa sababu Yesu ameshinda dhambi na mauti. Furaha tunayopokea kutoka kwa Kristo si furaha ya muda mfupi, bali ni furaha ya kweli inayotoka kwa Mungu. Injili hii inatualika kumkaribia Kristo kwa moyo wa imani. Tunapokutana na huzuni, tusikate tamaa, badala yake tumkabidhi Yesu maumivu yetu yote. Basi tuendelee kumtumainia Kristo katika kila hatua ya maisha yetu. Tukumbuke kuwa baada ya kitambo kidogo cha maumivu, Mungu ataleta furaha yake kuu. Na furaha hiyo hakuna mtu atakayeweza kuiondoa kutoka mioyoni mwetu. Nakushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateli Rogelius Niwemgizi wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kora, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo. Milele amina. Mwanakondoo imara apeperusha bendera nyeupe na safi ya sheria, ushindi wa kimungu. Nasi tunajivunia imani twasaka